Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na wakati huu tuelekee huko nchini Israel ambapo taarifa kutoka shirika la habari la BBC zinasema kwamba wanajeshi wa Israel wanapinga vita dhidi ya ukanda wa Gaza. Hii si mara ya kwanza na iliwahi kuripotiwa katika wiki za hivi karibuni kwamba maelfu ya askari wa akiba wa Israeli kutoka matawi yote ya jeshi wametia saini barua wakiitaka serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kusitisha mapigano na kujikita zaidi katika kufikia makubaliano ya kuwarudisha mateka 59 waliosalia ambao wanashikiliwa na Hamas. Miezi 18 iliyopita Waisraeli wachache walitilia shaka mantiki ya vita kuwashinda Hamas na kuwarudisha mateka. Kwa wengi usitishaji vita wa Januari wa kurudi kwa mateka zaidi ya 30 kuliweka matumaini kwamba vita vinaweza kuisha hivi karibuni. Lakini hii ilikuwa tofauti ambapo mnamo mwezi Machi na Aprili Israel ilianzisha operation za ardhini pamoja na angani kufanya mashambulizi makubwa, jambo ambalo liliwaibua baadhi ya makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na kundi la Wahouthi ambalo limekuwa likifanya mashambulizi mara kadhaa kwa kutumia makombora ya masafa marefu, makombora ya Palestine 2 ambayo kwa namna moja ama nyingine, licha ya vyombo vya habari vya Israel kutoeleza athari za makombora hayo, lakini taarifa zinaelezwa na baadhi ya vyombo vya habari hasa mitandao ya kijamii juu ya kile ambacho kinatokea kwamba athari ni kubwa na raia wengi wanaishi katika maeneo yenye mahandaki kutokana na mashambulizi makubwa ambayo yanafanywa na wapiganaji wa Kihouthi na makundi mengine madogo madogo ya kijihadi ambayo yanaitetea Palestina hasa ukanda wa Gaza. Miezi 18 iliyopita Waisraeli wachache walitilia mashaka juu ya vita hivi namna ambavyo vitakamilika, lakini baada ya Israel kurejea vitani katikati ya mwezi wa Machi, matumaini yalikatizwa. Tulifikia hitimisho kwamba Israel inaenda mahala pabaya. Mkuu wa zamani wa shirika la ujasusi la Mossad alisema, tunaelewa kwamba kinachomsumbua zaidi Netanyahu ni maslahi yake mwenyewe, na katika orodha ya vipaumbele maslahi yake na maslahi ya kuwa na serikali imara ndiyo ya kwanza na sio mateka. Benjamin Netanyahu wakati huu anatetea maslahi ya kisiasa zaidi kuliko kutetea maisha ya watu. Hali inazidi kuwa mbaya sana katika maeneo ya ukanda wa Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla, na ndio maana wengi wanahitaji kuona wanakuwa huru na Israel inakuwa huru na watu wake wanaishi kwa uhuru zaidi, anasema Dan Yatom, mkuu wa zamani wa shirika la kijasusi la Mossad. Wengi wa wale wanotia saini barua za hivi majuzi ni kama Yatom, wakosoaji wa muda mrefu wa waziri mkuu. Baadhi walihusika katika maandamano ya kuipinga serikali iliyotangulia kuzuka kwa vita tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 kufuatia mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel. Lakini Atom anasema hiyo sio sababu ya kuamua kuzungumza. Nilisaini jina langu na ninashiriki maandamano si kwa sababu yoyote ya kisiasa, lakini kwa sababu ya kitaifa, alisema. Nina wasiwasi sana kwamba nchi yangu itapoteza mwelekeo, anasema. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikataa ukosoaji wa vita vya Gaza na baadhi ya wanajeshi wa akiba wa jeshi la anga na kutaja tukio hilo kuwa lisiloweza kusameheka. Jeshi la Israel lilisema kuwa litawafuta kazi wanajeshi wa akiba waliokuwa wametia saini barua ya kutaka kurejeshwa kwa mateka wa Israel kupewa kipaumbele badala ya kupigana na Hamas. Katika barua hiyo pia inasema mapigano ya sasa yamechochewa kisiasa na yatasababisha vifo vya mateka, wanajeshi wa Israel na raia wasiokuwa na hatia. Jeshi limesema haliwezi kurudisha wanajeshi wa akiba wanaohudumu kushiriki maandamano ya kisiasa. Israel ilianza tena kampeni yake ya angani na ardhini huko Gaza mwezi uliopita, ikisema kwamba shinikizo la kijeshi litailazimisha Hamas kuachilia mateka ambao bado inawashikilia. Jeshi la anga la Israel ambalo limetumika sana huko Gaza katika kipindi cha miezi 18 hadi 19 linategemea sana marubani wa jeshi la akiba. Idadi kubwa yaliyotia saini barua hiyo ambao ni 970 ilichapishwa katika magazeti ya Israel Alhamisi asubuhi na baadhi ya wastaafu katika jeshi, lakini inaripotiwa kuwa kadhaa bado ni wafanyakazi. Barua hiyo haitoi wito wa kukataa kuhudumu, lakini inadai kurejeshwa kwa mateka wote, hata kama itamaanisha ni kwa gharama ya kusitisha uhasama kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza.
Jeshi la Israeli lilianzisha kampeni ya kuiangamiza Hamas kujibu shambulio la kuvuka mpaka ambalo halijawahi kutokea mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambalo takribani watu zaidi ya 1200 waliuawa na wengine zaidi ya 250 walichukuliwa mateka. Zaidi ya watu 1052 wameuawa huko Gaza tangu wakati huo, kulingana na Wizara ya Afya ya eneo hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.